Kwenye kitabu cha Hebrews chapter 6 verse 13, Bible inatuambia nini mama? Utusaidie sasa tunapoendelea. Hebrews chapter 6 ya Hebrews verse 13 to 15 inasema, Waibrania 13 to 15 inasema nini? Waibrania 6:13. Aha. Nasema ya kwamba kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa. Kwa sababu hakuwa na mwingine mkubwa kuliko yeye wa kumfanya nini? Wa kumwapa. Yes. Hakuwa na mtu mwingine anaweza kuhapa kwake. Alipokuwa anamwapia Ibrahimu, alikuwa na hapa nini kwa Ibrahimu? Wakati tumesoma Genesis chapter 22, alikuwa anamwapia nini Ibrahimu? Wale tumesoma mstari wa 17, alikuwa anamwapia baraka. Bwana asifiwe. Yaani hili kiapo alikuwa anatoa kiapo ya kufanya nini? Ya kubariki. Na kwa sababu yeye hawezi kutaka kudanganya, hawezi kutaka kujipinga, yeye huwa ajipingi, akahapa kwa nafsi yake, kwa kuwa hakuna mtu mwingine ambaye angehapa kwa niaba yake. Angeweza kumhapa, yaani angesema vile tunasema haki ya Mungu. Hakuwa na mwingine wa kusema, maana zaidi ya hapo penye yako hakuna, zaidi ya penye yako uko mbele hakuna. Uko mbele ukienda ni yeye. Ukienda mahali ambapo ni deep side, ambao ni mbali zaidi ya mbingu, ni yeye. Bwana asifiwe. Na hapa ndipo anatuambia ya kwamba kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa, aliapa kwa nafsi ya nani? Yake yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Na hiki kiapo ni kiapo cha nini? Sasa wajamani, simsaidieni. Kiapo cha baraka. Ni kiapo cha nini? Cha baraka. Bwana asifiwe. Yaani ameamua kukuapia, kama niishivyo nitakupea pesa wewe, kama niishivyo nitakupea kitu fulani. Kwa nini? Kwa sababu wewe umekuwa wa kushinda mitihani ambao nilikuwa nimeweka. Kuna mtihani umeweza kufaulu. Kwa hivyo huyu strong tower, ili aweze kuwa strong tower kwako, lazima kuna mitihani utahitaji kuiruka. Bwana asifiwe. Kuna mitihani lazima ushinde, lakini kama bado haujashinda, lazima tena urudie. Verse 14 inasema nini? Verse 14 inasema, akisema, hakika yangu kubariki nitakubariki, na kuongeza nitakuongeza. Unasikia? Paul anapotaja ule uhapo wa Ibrahimu, wa Mungu kwa Ibrahimu, anasema ya kwamba alikuwa anatoa uhapo wa kusema hakika kubariki nitafanya nini? Nitakubariki. Na kukuzidisha nitafanya nini? Nitakuzidisha. Na ni nani anahapa? Huyo ambao tumesema hatujui zaidi ya hapo penye amekaa, hapo juu yake kwa kichwa yake sisi hatujui. Na hapo penye amekaa hapa kwa kichwa yake hakuna hapo juu. Haleluya. Kwa hivyo yeye ndio mambo yote ndani ya yote ambayo iliyoko katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia
kwa sababu nina muda mchache, ningependa tuweze kuingia katika kitabu cha, tukiingia kwenye kitabu cha nani? Tuangalie kwenye kitabu cha Kutoka 3 na mstari wa 13 na 14. Nataka tuende tukiona pale mwanzo ama katika hiyo Genesis, tumeona ya kwamba yeye ameapia Abraham kwa nafsi yake mwenyewe. Sawa sawa. Amemwapia Ibrahim kwa nafsi yake yeye mwenyewe. Yaani yeye ni yeye na zaidi ya yeye hakuna. Kwenye kitabu ya Kutoka mlango wa 3 na mstari wa 13 mpaka wa 14, nataka tuweze kusoma hapo. Hebu nisomee. Biblia inasema kwamba Exodus 3:13. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza, jina lake nani? Niwaambie nini? Hapo. Amen. Huyu ambao tumeona aliapa kwa nafsi yake kwa Ibrahimu, ambaye tunaona ni mkuu na zaidi ya yeye hakuna mwingine, anakuja na utaratibu na imefika mahali ambapo anatumana katika nchi ya Misri. Na Biblia inasema wakati ameingia katika nchi ya Misri, wakati anatumana katika nchi ya Misri, alitaka wana wa Israeli waende watolewe huko. Hapo tunajua ya kwamba wana wa Israeli walikuwa na muda mchache sana na miaka michache zaidi ya chini ya miaka 400 tangu mababa zao Ibrahimu na Isaac na Yakobo wafe. Na sasa pale katika ile Genesis, Mungu alicreate kwamba watu watakuwa wanahapa kwa Mungu wa nani? Wa Ibrahimu na Isaac na Yakobo, kwa sababu kuna foundation imewekwa na Abraham akatengeneza vile Mungu anaweza kuhapa na kuhapa kwa yeye, kwa sababu pale tuliona alikosa mwingine mkubwa wa kuhapa kwake. Sasa amepata mtu ambao anaweza na watu wanaweza kuhapa kwake, na yeye mwenyewe akitokea anaweza kukuambia yeye ni Mungu wa nani na nani na nani, na umtambue vizuri. Lakini kwa sababu ya shida za wana wa Israeli na mambo ambao wamepitia kwa muda, Musa, na kwa sababu ya vile Farao alikuwa mzito, alikuwa mwenye nguvu nyingi, wana wa Israeli, Musa alijua ya kwamba wana wa Israeli wanaweza kukosa kujua Mungu kwa hizi nguvu za hii majina, kwa sababu hii majina wamekuwa nayo na wameteswa na Farao akiwa na hii majina. So Musa akauliza Mungu, nikienda wakiniuliza nitasema ni nani? Na nitasema wewe unaitwa nani? Haleluya. Wewe ni nani na unaitwa nani? Ili wakuwe na guarantee ya kwamba wakati wanaenda kuface Musa na kumwambia tunataka kuondoka, tunataka kuenda, watajua ni nani, wataambia yeye ni nani, watatumia kuambia Farao ametutuma. Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Angalia hiyo maneno ambayo imeandikwa pale, mimi niko ambaye niko. Tulienda shule vizuri sana. Mambo haya imeandikwa na capital letter yote. Hii tunaelewa vizuri wakati mambo inaandikwa na capital letter, yani
hiyo mambo yote MI zote NIKO zote zimeandikwa na capital letter, hakuna ile ndogo. Huwa inaashiria ya kwamba hii jina ambayo inatumiwa ni jina kubwa. Bwana asifiwe. Na wakati unaweza kuwa unaandika barua na unaandikia kiongozi ama mkuu fulani, utakapofika mahali unaandika mambo ya kumpea sifa na kumtaja jina lake, wasomi mnajua hiyo mnaandika na capital letters, maneno ambayo ataisoma na aisome vizuri. Si kweli? Yale mengine ambayo ni ya mahitaji yako utaanza kuipeleka polepole, na ukitaka pointi yako ifikiwe unaweka in bracket na unaandika tena na capital letter. Ni sawa sawa? Hiyo maneno ambayo itakuwa inasomwa ieleweke na ieleweke vizuri. Huyu anapoandika anamwambia, na mwandishi anaandika akisema, Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema ndivyo utakavyowaambia wana wa nani? Wa Israeli, ya kwamba mimi niko. Praise the Lord. Huyo ndio strong tower, huyo ndio ngome imara ambayo wenye haki wakikimbilia wanakuwa na usalama wa maisha yao. Haleluya. Huyo ambao anaitwa niko. Na ukienda ukiulizwa na Farao, umwambie mimi niko ambaye niko amenituma. Nilikuwa wakati ambao nilikuwa ninagawa bahari na nchi. Nilikuwa wakati ambao nilikuwa ninaweka misingi ya dunia. Mimi niko. Praise the Lord. Mimi niko. Ambia Farao mimi niko. Ndio nimetumana. Anajitambulisha kwa hii jina ambayo ni jina kubwa, ambayo ndio ngome ya kweli, ambayo watu wakikimbia kwa hiyo ngome wanapata uzima wa maisha yao. Everything unahitaji kuenda kwa mimi niko, ambao niko na niko na vitu zote, ambao tumesema zaidi ya yeye. Hapo juu ya yeye hawezi pata kitu. Haleluya. Hapo kando ya yeye hakuna kitu unaweza pata. Mimi niko ambaye niko. Musa akatoka katika mlima wa Mungu, kama vile Biblia inatuambia. Akatoka katika mlima wa Mungu, akaenda amebeba kijiti mkononi mwake, na ndani ya moyo wake ama ndani ya kinywa chake, ukisoma hapo juu utasikia walikuwa wanaaju na Mungu. Sasa kwenye kinywa chake amebeba mimi niko ambayo niko. Haleluya. Anaenda kama vile tulikuwa tunatumwa dawa zamani, Kafeno. Ile ingine ilikuwa inaitwa Sapsuta, kitu kama hiyo. Ingine ilikuwa inaitwa Haraka. Na wakati mwingine unatumwa, enda ulete mafuta ya kimbo na sijui na nini. Sasa unaenda ukisema nini? Mafuta ya kimbo akaubo. Ama kama si hivyo unaenda ukisema Kafeno. Umebeba kitu ambayo umetumwa uende nayo. Praise the Lord. Tunapaswa kubeba mimi niko ambao niko. Mimi niko ambao niko. Unaenda milimani katika maombi, usiende na majina ya watu, usiende na vitu za watu. Enda na mimi niko ambao niko. Usiende kuangalia watu wanaomba nini. Usiende ukiangalia nani anapaka watu mafuta, mambo inatendeka. Enda ukijua
mimi niko ambayo niko. Haijalishi hujui kuongea. Musa alikuwa bubu, alikuwa kigugumizi, lakini kuna kitu moja alikuwa anajua, mimi niko ambayo niko amenituma. Julikana kama mtu very strong. Wakati wa serikali ya Farao, yeye ndiye alikuwa kama America today. Lakini Farao Musa amebeba kijiti kwa mkono. Kwa mdomo amebeba mimi niko ambaye niko. Na anaenda kudai. Praise the Lord. Anaenda kudemand. Aendi kuomba. Hakuwa anaenda kuomba Musa, hakuwa anaenda kuomba Farao tafadhali. Hakuenda na tafadhali. Bwana asifiwe. Alienda na mimi niko, na alijua mimi niko. Nikienda na yeye hakuna kitu kitazuilika. Mambo inakuwa tafu. Ukisoma kwenye kitabu ya Kutoka 5 mistari 2-3 ya mwisho, ukisoma Biblia inasema ya kwamba wana wa Israeli wakaambiana hawa kwa hawa, wakaambiana na Musa, wewe umekuja kutuharibia, umetuharibia mambo yetu katika nchi. Lakini Musa anarudi kwa mimi niko ambaye niko, anamuuliza mimi niko ambayo niko, ulinituma kwa Farao. Mambo imekuwa mbaya, watu wanaumia, watu wanateseka, na wewe ndio ulinituma na wananiblame mimi. Sasa tufanye nini? Akasema sasa enda, mimi niko, nimeenda kukupatia another name. Haleluya. Nienda kukupea another name ambayo unaenda kuingia nayo. Mimi niko ni combine ya majina yote, kama vile mwimbaji ameimba akasema majina yote mazuri yako Jehova, majina yote yaliyo mazuri. Hiyo mchanganyiko ya kidheri ya majina yenye nguvu ni ya mimi niko ambayo niko. Haleluya. Na namtuma sasa enda na ile pea ya mimi niko ambayo inaitwa Jehova. Hii ina deal na vita. Haleluya. Hii kazi yake ni kupigana. Enda ujidhihirishe tena. Praise the name of the Lord. Tuna Zaburi 61 verse 3. Pole. Zaburi 61 mstari wake wa 3. Inasema nini? Kwa maana ulikuwa kimbilio langu, ngome yenye nguvu, adui asinipate. Haleluya. Amina. Huyu niko ambayo niko anaitwa nini? Kimbilio. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Anaitwa kimbilio. Yes. Ngome yenye nini? Yenye nguvu. Ngome yenye nguvu. Sasa anaenda akitengeneza jina. Sijui kama unamuona. Amefika mahali sasa amekuwa ngome yenye nini? Na Daudi anajifundisha akikimbia kwake anapata nini? Usalama. Amen. Praise the Lord. Amen. Hii ngome sasa imejiumba. Daudi, kuna wakati tumekuwa hapa na kesha na tukakuwa na mhubiri akatuambia juu ya jina sijui ya wapi ilikuwa inamaanisha nini, na jina ya mahali lingine tena ilikuwa inamaanisha nini, lakini jina moja ilikuwa inamaanisha ngome yenye nini? Yenye nguvu. Haleluya. So Daudi alikuwa anajifundisha kwa zile caves za nchi, na wakati anasema Bwana ni ngome yangu, anamaanisha hizo caves za Israeli. Na baada ya muda Daudi baada ya kuenda
ama kufa, Suleiman alipochukua uongozi bado alitumia hiyo kuelewa nguvu ya hiyo jina ambayo ni ngome. Unaona hiyo maneno? Lakini wakati Jehoshafat na huyu jamaa mwingine anaitwa Hasa na Ezekiel, King Ezekiel walipochukua usukani wa uongozi, wakatengeneza strong tower katika nchi yenyewe. Sasa tofauti na zile ambazo zilikuwa Daudi anazitaja za kimaeneo kama zile ziko katika Mount Elgon, hawa wakaanza kutengeneza zao ambao zimeendelea zikiupgradiwa, zikitengenezwa, zikiongezwa uwezo until now. Israeli bado wanatengeneza strong tower. Bwana asifiwe. Na mtu ambao alienda Israeli aliniambia ya kwamba wameweka ya kwamba kama kunaweza kuwa na malipuzi na waelewe kuna malipuzi, wanakimbia katika zile ngome na wanajificha katika zile ngome, ambao hata bomu ikipigwa asiwezi lipuka. Hizo zimeundwa asifu kwamba hata kama unaweza tumia bomu ipi, zina nguvu ya kuzuia na zina uwezo wa kuto kuruhusu ile silaha ingie ndani ya zile anaki. Bwana asifiwe. Na Bible inatuambia ya kwamba Suleiman yeye alisema Bwana yeye anaona yeye ni ngome. Daudi anasema ya kwamba yeye ni ngome na kimbilio. Psalms 144 and verse 2. Bible inasema maneno hapo, hebu nisomee mbio mbio. Psalms 144 verses 1. Verse 2. Muhisani wangu, soma na Kiingereza, muhisani wangu. Our merciful. Muhisani wangu ni our merciful, yaani muhurumiaji wangu. Halo? Wangu ni nani? Muhurumiaji wangu. Amen. Daudi anaita huyu ngome muhurumiaji wa nani? Wangu. Alafu anamuita nini? Boma langu. Boma. Praise the Lord. Oh, yes. Boma langu, ambayo nikiwa ndani ya boma yangu niko nini? Safe. Bwana asifiwe. Amen. Alafu anamuita nini ingine? Ngome yangu. Ngome yangu. Yes. Daudi anamuita huyu ambao niko, huyu ambao anaitwa niko, ambao aliapia baba wetu ya kwamba atatubariki na akamwapia kwa nafsi yake yeye mwenyewe. Sasa Daudi anamuita majina. Wewe ni boma kwangu. Anamuita nini ingine? Anamuita ngome yangu, Mwokozi wangu, ngao yangu niliyemkimbilia. Haleluya. Ngao yangu niliyomfanya nini? Niliyemkimbilia. Huwatiisha watu wangu chini yangu. Bwana asifiwe. Amen. Daudi anaenda kwake huyu strong tower na anampea mambo. Na unajua Daudi katika Psalms 44 already amekwishakuwa mfalme. Unanielewa? So wakati anasema unatiisha watu chini yangu, huwa unawatiisha chini yangu ni jeshi lake, mapolisi wake, wakuu wake, mawaziri wake
na kila mtu wake yeye anamtiisha wapi? Chini yake. Praise the name of the Lord. Nataka tuangalie John chapter 1. John chapter 1 verse 1, nisomee. Sindio? Yes. Alafu tumepata ya kwamba kuna watu wanamsifu, wanamwabudu, wanamuita ngome, wanamuita ngao, wanamuita boma, yes, wanamuita sijui nini, wanamuita kimbilio, yes. Yaani wanapoingia katika kumuinua huyu yuko ambaye yuko, wanampea majina. Amen. Anaenda akijiunda, akijitengeneza mpaka akufikia hata wewe. Akikufikia hata wewe usikuwe tu sasa unaongea juu ya Musa. Halo, uwe ukiongea juu yako wewe mwenyewe, kwa sababu strong tower amekufikia. Hallelujah. Tuangalie John chapter 1 verse 1 to 5 kwanza. Biblia inasema ya kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Yes. Hapo penye tumesema ya kwamba hapakuwa na kitu ya kuapa zaidi ya yeye. Yes. Palikuwa na nini? Neno. Nyinyi mkipata B na E kwa hii fundisho mtanichekesha mpaka mimi mwenyewe nianguke hapa. Hapo mwanzo kulikuwa na nini? Neno. Naye neno alikuwa, soma. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Huyu ndio yule tunaambiwa strong tower. Amen. Ngome. Sindio? Haya, endelea. Naye neno alikuwa Mungu. Nayo neno huyu ndio ule ambao katika Genesis cha Mwanzo 22 and verse 15, 16 and 17 anaapia Ibrahim. Anamwambia kubariki, nitakubariki. Na uzao wako utamiliki nini? Milango ya maadui. Huyo mwanzo ambao alikuwa kwa Mungu na yeye mwenyewe alikuwa nani? Mungu. Wapendwa, tutembee kifua mbele. Yes. Na tusiogope. Bwana asifiwe. Amen. Naye alifanya nini? Haraka twende tu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Yes. Wakati Mungu anasema kubariki, nitakubariki. Wakati anaapa kwa nafsi yake, yeye amekalia kwa hiyo kiketi. Brian, kujeni sasa wewe na hii mtoto yako. Kujeni basi nyinyi watanyi, kuja wewe na ukuje wewe msichana na mniletee kiketi moja hapa. Kujeni nyinyi wawili. Hapo mwanzo wakati huyu anaitwa mimi niko anaumba, wakati anaapa kwa nafsi yake, hapo mwanzo penye palikuwa na neno. Yes. Neno alikuwa wapi? Na huyu neno alikuwa ndio Mungu. Amen. Hallelujah. Amen. Na hapo penye neno palikuwa na mwingine ambao alikuwa ni nani? Holy Spirit. So wakati anafanya uumbaji wake, wakati huyu ambao sasa ako hapa anaumba na anatangaza kubariki, nitakubariki. Utatu Mtakatifu ulikuwa katika huo mpango wa kutimiliza hiyo mambo ambayo huyu ako ambayo yuko anayatangaza na anayapanga katika dunia. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa tuendelee, rudini sasa. Yote vilifanyika katika nani? Huyo strong tower. Na hakuna kitu kiliofanyika bila huyo. Yes. Huyo nani? Huyo very good. Mimi nataka wazee wa mvi
wanaelewa mambo kuliko mzee wa mvi. Amen. Haleluya. Amen. Hakuna kilichofanyika pasipo huo strong tower kuwa wapi? Alikuwa hapo, na yeye alikuwa ndio Mungu wa kutimiza hiyo ambayo tunahitaji. 18:10. Jina la Bwana ni ngome imara. Jina la Bwana ni ngome nini? Imara. Ambao amefunuka akaonekana kwa mfano wa nini? Wa mtu. Amefanyika sasa mtu. Yeye ni kitu gani? John 1:14. Akakuja kwetu, akakuwa naye, neno akawa nini? Akawa mtu, si ndio? Akakaa pamoja nasi, na ndani yake akakuwa analeta nuru. Huyo ndio tunaita ngome imara. Suleiman, yeye ni mzee, alikuwa na akili sana. Bible zetu zinatuambia ya kwamba hakuna mtu mwingine duniani alikuwa na hekima kama Suleiman. Suleiman, kwa uchunguzi wake wa maisha, kwa uchunguzi wake wa kazi, aligundua ya kwamba Bwana tu peke yake ndiyo ngome iliyo imara. Haleluya. Amen. Bwana ndiyo ngome imara. Kwa yeye tukikimbia tunapata everything. Juzi nimeangalia TV siku ya Friday. Nikaangalia tu TV kidogo. Nikaona wanaleta kanisa la Nairobi la Freemason. Wewe uliona? Ama umeona kwa mitandao? Ujiona hata kwa mitandao? Freemason Church. Sijui kama ni church ama inaitwaje. Freemason walikuwa wameandika, na priest akatokea wakasema hiyo kanisa leo labda hawataweza kuabudu kwa sababu ya deni ya rent. Sasa Sunday haitaweza kusomeka. Kama inaweza kosa pesa, kama inaweza daiwa ikose kulipa. Na mimi huwa ninasikia, sikiliza vizuri vile ninasema, mimi huwa ninasikia ya kwamba huko kuna everything. Ninasikianga ukienda huko, hata hapa watu wakikaa kidogo, uone mtu amepata kagari, uone mtu amepata kanyumba amejenga, uone nguo zimeanza kubadilisha, mnasemanga nini? Amesoma gani? Yaani mnasemanga huko iko imefungwa. Jina la Yesu ndio ngome imara. Kwa yeye tuna everything. Kumbe kila mahali kunaweza tindikiwa. Lakini wale wanajua mimi niko, ambao niko, hawa wana ushindi katika jina la Yesu. Haleluya.